Mradi wa Ahadi ni mradi wa afya ya uzazi kwa vijana ambao unatekelezwa na shirika World Vision Tanzania pamoja na wadau wake TAHEA kwa jiji la Dodoma, na ni mradi wa miaka 7 ambao ulianza mwaka 2022 na utakwenda mpaka mwaka 2029. Mradi huu umefadhiliwa na serikali ya Canada kupitia Global Affairs of Canada, na ni mradi wenye lengo kuu la kuwafikia vijana, hasa vijana bale wa miaka 10 mpaka miaka 24 walioko ndani ya shule na walioko nje ya shule, kwa ajili ya kuweza kuwapatia elimu sahihi ya afya ya uzazi, kujitambua, masuala ya kupinga unyanyasaji wa kijinsia, kuwawezesha kiuchumi, pamoja na kuweza kuwasaidia na kusaidia jamii kuweza kutambua umuhimu wa malezi bora kwa vijana na jinsi ambavyo wanaweza kuwasapoti kuhakikisha kwamba wanafikia yale malengo yao waliokuwa nayo. Faida kubwa za huu mradi, kwanza moja kwa moja nianze kwenye ngazi binafsi, hasa vijana. Kuwasaidia vijana kuweza kujitambua, kupata taarifa ambazo inawezekana kwenye malezi yetu ilikuwa ni ngumu kuweza kuzipata, hasa masuala ya afya ya uzazi. Tunaunganisha pamoja na vituo vya kutolea huduma ambavyo tumevipatia mafunzo, kwa maana wale watu wa huduma mpatiwa mafunzo, lakini pia vile vituo vya afya vimeweza kuboreshwa kwa kufanyiwa matengenezo pamoja na kupewa vifaa. Kwa hiyo vijana sasa inakuwa rahisi kwao kuweza kufika pale, kupata elimu sahihi, kupata ushauri, lakini pia hata kupata huduma mbalimbali zinazotolewa kwenye vile vituo kwa huduma rafiki kwa vijana, sasa na miongozo ya serikali na priorities zilizopo kwa ajili ya vijana. Lakini pia faida nyingine ya vijana kwao wenyewe ni kuwawezesha kuweza kupata elimu mbalimbali ya masuala ya usawa wa kijinsia, ikiwemo kuweza kutambua haki zao ni nini, na pale ambapo wanatendewa matendo ya ukatili wa kijinsia waweze kutoa taarifa kwenye maeneo husika, na hatimaye pia mradi kuweza kuwasaidia kwa link waweze kupata msaada pale ambapo wanahitaji kupatiwa msaada ili kuweza kuwasaidia kuwa na maisha bora. Lakini pia mradi unafanya kazi pamoja na vijana kwenye masuala ya kuwawezesha kiuchumi, ambapo hapo kuna elimu ya masuala ya fedha, lakini pia wanafundishwa skills mbalimbali za kuweza kujisaidia wao kutengeneza kipato ambacho kinawasaidia wao pamoja na familia zao. Kwa hiyo kuna vijana ambao wamepata mafunzo study kwenye maeneo mbalimbali, ambao hivi sasa wengine wameajiriwa na wengine wamejiajiri, na mradi unafanya kazi kwa kushirikiana na ofisi ya jiji pamoja na mkoa kuweza kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata fursa hizo ambazo zinatokea kwenye ngazi ya serikali, lakini pia hata na wadau wengine, ili iweze kuwasaidia. Lakini katika jamii nzima, hawa vijana tunaamini kwamba wao wanapopata hizi faida pia inawasaidia familia zao na jamii yote. Lakini tunawafikia wazazi kupitia viongozi wa dini pamoja na vikundi vya wababa ambavyo tunaita baba bora, ambao wao wanakwenda kuwaelimisha wazazi wengine kuhusiana na umuhimu wa wao kutimiza majukumu yao kwenye malezi ya hawa vijana, ili waweze kuwasaidia kuweza kutimiza ndoto zao. Kwa hatimaye tunapata jamii ambayo imeelimika, lakini pia imeboresheka, kwa maana ya kwamba huduma ambazo wanakuwa wanazipata kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma, kutoka kwa maafisa maendeleo pamoja na zile fursa wanaweza kuzitambua na kuzitumia na kuboresha maisha yao binafsi na maisha yao kwa ujumla.